Cha tatu, tutaanza kutengeneza column zetu. Kwa kawaida ili hivi vitu kwa kawaida tulipaswa kuweka mchanga, kwa maana changarawe na vitu vingine vyote kama vilivyo, lakini zinaweza kuvuja. Hivyo kwa msaada wa pamba tunaweza kufanikisha mfumo wetu kukaa vizuri kabisa, ili kuzuia vitu vitakavyotusaidia kuchuja visivuje na kupelekea kuchafua maji pia. Kwa hii ni kolamu ya kwanza. Tulisema kolamu ya kwanza tutaweka karatasi ya kuchujia. Karatasi tutaikunja ili iweze kutosha vizuri. Tutaweka hapa juu. Kwenye mfumo wetu, kitu cha pili ni mkaa wa kuchujia ama activated charcoal. Itabidi kwa msaada wa pamba tutusaidie isivuje. Tutaweka pamba, tutaweka mkaa kiasi. Kinachofuata ni mchanga. Tutaweka pamba pia kiasi. Tutaweka mchanga kwa makadirio. Kilichobaki cha mwisho ni changarawe ama gravel. Tutaweka pamba kidogo. Na mpaka hapo mfumo wetu utakuwa umekamilika. Tumeweka vitu vinne kwa maana ya changarawe, changa, mkaa wa kuchujia pamoja na karatasi ya kuchujia. Na maji yetu machafu ya bandia tayari yamekwisha changanyika vizuri. Tupime tuone, tujaribu mfumo wetu tuone namna ambavyo utachuja. Kutokana na vitu ambavyo tumeviweka huko ndani, itakuwa kwenye mfumo itakuwa inachukua muda kidogo kuchuja. Hivyo wakati tunasubiri mchujo uendelee kutokea taratibu na kusubiri matokeo yatakayofuata, hebu tujaribu jaribio lingine la namna ya kupata maji safi kwa kutumia tissue. Tutapima maji haya machafu ambayo tumeyatengeneza. Tutatumia chujio, tutatumia funnel, tutakunja tissue.
Weka karatasi nyeupe ili tuone vizuri. Utakunja tishu mbili. Na baada ya kuweka maji huku, kwa sababu tumetumia tishu peke yake ambayo inafanya kazi kama karatasi ya kuchujia, matokeo tunaweza kuyapata kwa haraka zaidi. Wakati tunasubiri kupata matokeo ya maji ambayo tumeyachuja, tujifunze ni nini kazi ya kila ambacho tumekitumia. Karatasi ya kuchuja kazi yake ni kuzuia kama kuna mchanganyiko wa mafuta ama chembe chembe ndogo ndogo ambazo zimekosekana huko juu, kwa maana ya vumbi. Karatasi ya kuchujia ndio huwa inachuja hivyo. Mkaa ama activated charcoal ama mkaa wa kuchujia unatusaidia kuchuja kemikali zozote ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye mchanganyiko wa maji. Mchanga pamoja na changarawe zinatusaidia kuchuja vipande vya miti, majani na vitu vyote vigumu vikubwa. Hivyo ukiunganisha muunganiko wa kazi zote hizo mbili wa mfumo wetu kwenye sehemu zote hizo 4, unafanikiwa kupata maji ambayo ni safi lakini si salama. Na mpaka hapo nafikiri unaweza ukaona kwa karibu mfano wa maji ambayo tayari yamekwisha chuja na namna yanavyoonekana. Yalikuwa yana uchafu huu na miti, na sasa hivi yamekuwa maji safi ingawa si salama. Katika kipindi chetu cha leo tumepata wasaa wa kujifunza kuhusu sayansi ya maji. Je, ni namna gani unaweza kutengeneza maji safi ambayo unaweza kuyatumia kwa shughuli nyingine ambazo hazihitaji maji ambayo yanatakiwa yawe salama? Katika jaribio letu tumetumia mchanga, tumetumia changarawe, tumetumia activated charcoal ama mkaa wa kuchujia, tumetumia karatasi za kuchujia pamoja na udongo ambao umechanganyikana na vipande vya miti na majani kwa ajili ya kutengenezea maji machafu ya bandia, lakini pia tumetumia maji safi na vyombo vingine vya ziada kwa ajili ya kuchanganyia na chupa. Lakini pia tumetumia na tishu ama karatasi ya kujifutia na pamba. Na katika jaribio letu tumeona kwamba ni jinsi gani vitu ambavyo tumevitaja vinaweza kushirikiana kupatia maji safi, lakini si salama kwa matumizi ya kunywa, ila anaweza kufaa kwa matumizi mengine. Mchanga na changarawe zimesaidia kuchuja vipande vikubwa na vigumu kwenye mfumo wetu, wakati mkaa wa kuchujia ama activated charcoal imetusaidia kuchuja kemikali zote ambazo zimepatikana kwenye mchanganyiko wa maji, huku karatasi ya kuchujia ikitusaidia kuchuja mafuta pamoja na vumbi ama chembe chembe ndogo ndogo ambazo zilikuwa zimepatikana kwenye uchafu ambao umechanganywa na maji. Hivyo ukiweka vitu hivi kwa pamoja unaweza ukapata maji safi ingawa si salama kwa kunywa. Wewe unaniangalia sasa hivi, unaweza kujaribu kwa kupanga vitu hivi nyumbani kwa kutumia vyombo ambavyo unaweza ukavipata, na ukajaribu kutujulisha majibu uliyopata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Endelea kuwa mdadisi, endelea kupenda sayansi,
Endelea kufuatilia kwa karibu ulimwengu wa sayansi unaoletwa kwenu na Project Inspire wakishirikiana na Taasisi ya Elimu, ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali ya kisayansi kwa kutumia majaribio ya kufurahisha. Mpaka pale tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ulikuwa na mimi Mashambo Kisakeni kutoka Project Inspire tukishirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania. Asanteni sana na kwaherini.